Okay, mambo vipi? Naamini kabisa kwamba uko vizuri sana. Once again, karibu sana tuzungumzie mambo mbalimbali yanayoendelea katika uga wa michezo. Na leo naomba tuongee kwa utaratibu sana kwa sababu nikana kwamba tumeingia katika muktadha wa kisiasa zaidi kwenye soka letu, kwa sababu mwezi wa 8 ndio mwezi ambao tutaenda kushuhudia uchaguzi mkuu wa TFF ambao utatupatia rais mwingine, ama rais yule ambaye atakuwa anaongoza kipindi chake cha mwisho cha kukaa madarakani, kwa sababu ukomo wa kukaa madarakani ndani ya TFF ni miaka 12, yani kwa maana ya vipindi takriban vitatu vya kukaa madarakani, vipindi vitatu vya miaka 4. Sasa ukiangalia kwenye mitandao ya kijamii usiku tangu ili zoezi la uchukuaji na urejeshaji wa fomu limeanza, kumekuwepo na malalamiko mengi sana ambayo yamekuwa kitolewa kumuelekea yeye mwenyewe rais aliyeko madarakani Wallace Karia, na kila mmoja anajaribu kulalamika kwa engo yake kutokana kila anachokipitia. Although mimi nakubaliana na malalamiko yao, lakini kuna baadhi ya maeneo ambayo mimi sikubaliani na watu. Nitakueleza kwa nini nimekueleza haya na kiini cha kukuletea ni nini, lakini naomba nianzie nyuma kidogo. Mara baada ya kutangazwa siku ya kwanza kuchukua fomu tarehe 16 ya mwezi wa 6 ya mwaka 2025, watu wengi walijitokeza kuchukua fomu, na ujazaji wa fomu una taratibu zake na una kanuni zake, na kuna baadhi ya vitu ambavyo vinahitajika ili mradi kuonyesha kwamba hiyo fomu ambayo walikuwa wanaenda kuijaza imekamilika kwa 100%. So waliochukua fomu ni wengi by the way, na mara baada ya kwenda kuanza kuzijaza fomu, kwenye ile fomu namba 1 ndio akakutana kitu ambacho kinaitwa endorsement, ambacho nilikielezea kwenye content zangu zilizopita. Endorsement ni nini na zinatokana na nini? In case au kusikiliza, naomba nikupe ufafanuzi kidogo kuhusu endorsement. Endorsement ni uidhinishwaji wa wanachama wa TFF kwa mtu mmoja, kwa maana wanampa full support. Mfano, mimi naweza nataka kugombea urais, ninaenda kwenye chama cha soka Dar es Salaam na chama cha soka Kagera na chama cha soka Moshi, naenda chama cha madaktari na chama cha wa makocha, na mwambia bana, naombeni mni endorse. Wale watu wananiidhinisha. Kuni endorse maana yake wao wananipa sign. Wakishafika 5 maana yake tayari na kuwa nimefanikiwa kwenye hilo eneo na rejesha form. Lakini kuna eneo ambalo ni la msingi sana, ambalo watu wanasahau kwamba endorsement inatokana na ushawishi wako na jinsi ambavyo watu wanavokupima wewe kwamba je, kweli wewe utaenda kuwaletea maendeleo. Sasa ikatokea kelele ya kwamba tayari Wallace Karia alichukua endorsement zote, kitu ambacho mimi nilisema ni uongo, kwa sababu endorsement haitolewi kwa mdomo, inatolewa kwa maandishi, na hakuna sehemu yoyote ambayo hiyo fomu inaweza ikasambaa mapema kabla ya yote. Wanajaribu kusema zilipigwa simu kutoka TFF kuwaomba watu endorsement kwa simu ni kitu ambacho kinaruhusiwa, na ndio maana uliona kwenye baadhi ya chaguzi za nchi kuna watu wanapiga simu. Mfano, ndani ya Chadema ulikuwa unamuona John Heche anawapigia simu wajumbe kwa ajili ya kuomba kura. Hiko ni kitu ambacho kinafanyika dunia mzima. Kwa hiyo kidogo kwenye ile eneo Wallace Karia analaumiwa bure. Endorsement zinatolewa kwa kumwamini mtu na kuamini project yake. Kwa baadhi ya watu hatujawahi kuwasikia kwenye kuongoza soka, hawajaongoza kwenye level za juu sana, and then unasikia leo analalamikia endorsement. Lazima kutakuwa na sintofahamu ama misunderstanding kwenye eneo kama hilo. Sasa mara baada ya haya yote kwa mengi kwa kiasi hiki, nikapita kwenye ukurasa wa mtu mmoja anayefahamika kama Skanda Biko kuangalia ni nini ambacho amekiandika mara baada ya kuwepo kwa taarifa. Sasa hiki ndo kiini cha mimi kuja hapa. Kumekuwa na taarifa ya kwamba kuna mtu ambaye anamsukuma Wallace Karia ajiuzulu kwenye nafasi yake, na hii ni kwa mujibu wa mwandishi wa habari wa kimataifa Miki Jihara, ambaye amesema kuna third party imemwambia Wallace Karia ajiuzulu ndani ya masaa 24 kabla ya kurejesha fomu yake. Lakini akaendelea kusema kwamba kuna watu ambao wako pale wanataka waingie madarakani, na mara baada ya kuingia madarakani wataupitia mkataba wa Azam, na ikigundulika kwamba mkataba wa Azam
hauna nguvu nyingi sana, manake unafutwa. Lakini wataangalia hata mkataba wa wale watu wenye radio, na wenyewe utaangaliwa, na kama utaonekana una madhaifu ataenda kufuta moja kwa moja. Sasa kelele zimekuwa ni nyingi sana. Kama kuna third party ambayo inalazimisha hicho kitu kitokee, manake ni kwamba tunatengeneza mazingira ya FIFA kuja kuchunguza. Kumbuka niliwaambia FIFA wanachunguza pia kupitia kwenye mitandao ya kijamii. Kama hivi mambo yakiwa yanaendelea mchafukoge, wanaweza wakaingia kazini na wakafanya uchunguzi wao. Sasa nimeona Skanda ameandika andiko lake muda si mrefu akisema, asubuhi na mapema sana Wallace Karia ameshinda kiti cha urais wa TFF. Ni rahisi sana kwake kuliko kufanya jambo lolote kwa sasa nchini Tanzania. Hata aende na mtu kwenye box bado ni rahisi kwake, kwa sababu yeye anafanya kila siku kwa masaa 8, kila siku anajiandaa na uchaguzi ujao. Anasema watu wengi unawasikia wakipiga kelele tu sababu hawakujiandaa na mchakato wa uchaguzi. Mchakato si kuchukua fomu na kwenda kutafuta wadhamini, sio kupiga kelele, bali ni kuishi uchaguzi kwa miaka 5 hadi 6. Walipaswa wawe wameamua miaka 5 iliyopita, walipaswa kuwa mbele ya muda. Nitakupa kisa cha mafia anaitwa Peter Engwet. Huyu alikuwa mshauri wa Sepp Blatter, rais wa zamani wa FIFA. Huyu mwamba alijua soka la dunia kuliko anavyojua kipara chake. Nitamposti baadaye nikupe story yake aliyofanya Uingereza kupata kura moja katika kuandaa kombe la dunia la mwaka 2018. Anasema nchi yeye anaweza kushinda nchi hii anaweza kushinda. Wallace Karia yupo nje ya mfumo anaoongoza, yupo ndani ya mfumo wake, na hawa akina Wilfred Kidau, Steven Mguto, Athmani Nyamlani. Kinyume na hapo hakuna namna yoyote ya kiuchaguzi Wallace Karia akashindwa na mtu kutoka nje ya mfumo. Sasa kwa nini kwa nini nimesema ujasusi wa uchaguzi? Sababu kabla ya kuingia kwenye uchaguzi lazima upige hesabu kamili. Kura zipo 80, endorsement zipo chini ya 50. Unawekeza ngapi kwa miaka 5 iliyopita? Umeshiriki kuweka hata kiongozi wa mkoa? Kama umeshiriki uchaguzi wakati unatangazwa, basi umeshashindwa. Unamuondoaje mtu aliyetengeneza kura zote? Unamuondoaje mtu aliyeaminiwa na vilabu vyote? Unamuondoaje mtu mwenye sura ya nje kufanya kile kizuri? Unamwambiaje mtu huyu mbaya hadi wa kuamini? Wanaokuja na mlengo wao ni upi? Wanaokuja kutugawa au kutuunganisha ni akina nani? Nje ya 18 unaweza kushinda uchaguzi wa kuongoza miaka 4 kwa kujiandaa siku 5. Anasema rejea posti yangu iliyopita, mimi nitagombea muhula ujao. Sasa huyu jamaa anajiandaa kugombea muhula ujao, lakini anajaribu kutengeneza mazingira, kitu ambacho hata mimi mwenyewe nimekuwa nikikizungumzia kila siku kwamba kama tunavyoyaona haya mambo yanavyozidi kuendelea, jinsi ambavyo haya mambo jinsi yalivyo, lazima tuwe umejipanga. So kwangu mimi endorsement sio kosa la Karia, wala kinachoendelea ni kwa sababu Karia alishajiandaa na uchaguzi mapema kuliko watu wengine wote, na itakuwa ni ngumu kutoa madarakani. Unadhani anaweza kujiuzulu? Let me know katika comment. Tutakuwa umefanya kazi nzuri, and bye bye.